Waziri wa Fedha John Mbadi amewasuta viongozi wakiwemo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kwa madai ya kueneza propaganda kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2026-27 kabla ya kusoma na kuelewa mswada huo. Mswada huo ambao tayari umepitishwa na baadhi ya wabunge umepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya viongozi wakiwemo Gavana Gladys Wanga na Katibu Mkuu Raymond Omolo, wakibaini kwamba ni wa kuwasaidia Wakenya wala sio wa kuwanyanyasa. Mary Kyalo na taarifa kamili. Baada ya wabunge kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027. So the results, the ayes have it. Sasa waziri wa fedha John Mbadi amejitokeza na kutetea mswada huo, akibaini kuwa haukuwa na kasoro yoyote na waliokuwa wakipinga walifanya hivyo kwa misingi ya kikabila. Everybody will agree with me that the bill that I took to Parliament did not have problems. It was not controversial. What was controversial is politics and ethnicity. Some people are opposing it because of politics, others because of crime. Ni nani ametengeneza? Ni Mbadi. Kama ingetengenezwa ni mtu wa kwao ingekuwa sawa. Mbadi aidha amewasuta viongozi aliosema kuwa walikuwa na muda wa kuchambua mswada huo tangia kuwasilishwa kwake bungeni mwezi Aprili, akimtaja mbunge Ndindi Nyoro kama kiongozi aliyekuwa akieneza propaganda bila ya kusoma mswada huo. How can you have a document for 2 months? I submitted the finance bill on 30th of May, the 30th of April, up to the other day. You have a bill for 2 months and you cannot even cite 5 provisions in the bill that you think is controversial. You are just lying around with propaganda. I have been telling people that Ndindi Nyoro ni mdomo tu. Hakuna kitu anasema. Hata asomi. Inaonekana wazi. The bunge now is asked, where is that? Then he gets annoyed. He starts throwing tantrums. Aidha, kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Junet Mohamed aliwasuta viongozi ambao hawakufika kupigia mswada huo mapema wiki hii, akisema kuwa waliokosa kufika ilikuwa ishara kuwa walikubali kupitisha mswada huo, akiwemo mbunge Ndindi Nyoro. Mimi nimeona gazeti leo wanaandika ile finance bill tumepitisha wabunge 186 hawakuwa. Wale 86 hiyo ni kawaida. Ile mtu ambaye hayuko inamaanisha anakubaliana na finance bill. Sisi tunaliwana, Waswahili wanajua kwa Belemba. Nimeona mwingine analia ati ameenda safari ili hiyo ni kawaida, tunaliwana. Sasa ile mkubaliana na sisi unaenda safari. Mimi najua. Aidha, gavana wa Homa Bay Gladys Wanga alimpigia upato waziri John Mbadi kwa kuzima propaganda ambazo zilikuwa zinaenezwa kuhusu mswada huo, akisema kuwa mswada huu umepitishwa na utasaidia Wakenya bila kunyanyaswa, usemi ambao uliungwa mkono na katibu katika wizara ya usalama wa ndani Raymond Omolo. We thank you, John Mbadi, because you have gone to the forum to demystify the propaganda and the lies about the finance bill. And our MPs did a good job. We have passed the finance bill, the budget has been read, and the MPs voted in Parliament. And I must appreciate all the MPs who supported the finance bill that was brought to Parliament by CS John Mbadi. Mary Kyalo, Undugu TV.